Mkurugenzi mkuu alitaka tu kumkumbatia binti wa mfanyakazi, lakini bila kukusudia alivuta mkufu uliokuwa shingoni mwake na ukaondoka. Alipouangalia mkufu huo kwa makini, uso wake ulibadilika ghafla. Haraka akamuuliza yule mtoto mdogo mkufu huo ulitoka wapi. Mtoto huyo asiye na hatia alimwambia kuwa mama yake alisema baba yake mzuri alipigwa na radi na akaacha mkufu huo tu. Baada ya kusikia maneno ya mtoto, mkurugenzi mkuu hatimaye aligundua kuwa yule mtoto aliyekuwa amempenda sana alikuwa ni binti yake wa damu. Miaka 5 iliyopita alikuwa amewekewa dawa na mtu fulani na akaingia kwa bahati mbaya kwenye chumba cha mwanamke ambaye naye pia alikuwa amewekewa dawa na watu wabaya. Wawili hao wakaishia kuwa pamoja usiku huo. Baada ya muda mfupi, akiwa na hatia kubwa, alivua pete aliyorithi kutoka kwa babu yake na kumvalisha yule mwanamke kama fidia. Kwa siri, alijiapia kuwajibika kwake. Lakini mwanamke alipoamka siku iliyofuata, mkurugenzi mkuu alikuwa tayari ameondoka. Alipotazama pete mkononi mwake, alilia kwa uchungu. Wakati huo huo, baba yake na mama wa kambo waliingia ghafla chumbani. Baba yake alimshambulia na kumkemea, akimtuhumu kuwa na tabia mbaya na kuliaibisha familia. Kwa hasira kubwa, alipata mshtuko wa moyo na kufariki papo hapo. Siku iliyofuata, mama wa kambo aliandaa mazishi na kumtuhumu mwanamke huyo kuwa ndiye aliyemuua baba yake, kisha akamfukuza nyumbani. Mwanamke huyo hakujua kuwa yote hayo yalipangwa na mama wa kambo aliyekuwa na lengo la kuchukua mali ya familia. Wakati mama wa kambo na binti yake wakisherehekea mafanikio ya mpango wao, mkurugenzi mkuu alifika nyumbani hapo akiwa na walinzi wengi. Walishangaa kumuona mtu wa hadhi hiyo nyumbani kwao. Mkurugenzi mkuu akasema kuwa alidanganywa na akaishia kwenye chumba cha binti wa familia hiyo. Nitawajibika kwa kilichotokea. Mama wa kambo, akitaka kupanda ngazi ya maisha ya juu, alimwambia kuwa familia hiyo ina mtu mmoja tu, na hivyo akamweka binti yake mwenyewe kuchukua nafasi ya mwanamke huyo na kuwa mchumba wake mkurugenzi mkuu. Miaka 6 ilipita haraka. Mwanamke huyo alijifungua mtoto wa kike na kumlea peke yake kwa sababu hakuwahi kumpata baba wa mtoto. Alimwambia mtoto wake kuwa baba yake alifariki zamani. Asichojua ni kwamba mtoto huyo alirithi kikamilifu sifa bora za baba yake. Hakuwa tu na akili nyingi, bali pia aliweza kusoma mawazo ya watu wengine. Ili kumlea mtoto wake, mwanamke huyo alimpeleka kwenye usaili wa kazi. Hakutarajia kuwa bosi wa kampuni hiyo alikuwa ndiye baba halisi wa mtoto. Mkurugenzi mkuu alipomuona mwanamke huyo akiwa na mtoto kwenye usaili, aliona ana uwezo mkubwa na akamwajiri mara moja kama msaidizi wake. Wakati wa kazi, mwanamke huyo mara nyingi alimleta mtoto wake ofisini. Siku moja, mama alipokuwa hajamwangalia, mtoto aliingia kwenye ofisi ya mkurugenzi mkuu. Akaona pindi mezani na karibu aiweke mdomoni, lakini akasikia mtu anakuja kwa haraka. Akaenda kujificha chini ya meza. Mkurugenzi mkuu alipokaa kwenye kiti chake, mtoto akatoka na wote wakashangaa sana. Alipomtazama mtoto huyo mwenye akili na ujasiri, mkurugenzi mkuu ambaye kawaida hapendi watoto, alijikuta akimpenda. Alimrudisha kwa mama yake na kumwambia kuwa anaweza kumleta mtoto kazini. Mtoto naye alimpenda sana mkurugenzi mkuu. Alihisi upendo wa baba ambao hakuwahi kuupata na akaanza kumtembelea mara kwa mara. Mtoto alimwambia wazi kuwa anatamani kuwa na baba kama yeye na hata akasema anataka awe baba yake. Mkurugenzi mkuu alijua ukweli, lakini akamwambia kwa upole kuwa hisia za kibinadamu haziwezi kulazimishwa, huku akimfariji kwa upendo. Muda mfupi baadaye, mama wa mtoto aliingia ofisini akiwa na michoro ya kazi. Walipokuwa wanapitia kazi hiyo, mkurugenzi mkuu akaanza kuhisi kizunguzungu na maumivu ya kichwa. Mara moja akashika mabega ya mwanamke ili kuegemeza. Mtoto alipoona hali hiyo, akatoka kimya kimya, akafunga mlango kutoka nje na kuamua kuwapa faradha. Mkurugenzi mkuu na msaidizi wake wakaishia kwenye kauchi, huku mwanamke akijaribu kujinasua kutoka kwake. Muda mfupi baadaye, mchumba wa mkurugenzi mkuu aliingia na drama kubwa ikaibuka. Mchumba alianza kumshambulia msaidizi kwa wivu, akimtuhumu kutaka kumchukua mwanamume wake. Mkurugenzi mkuu akamtetea msaidizi wake na hatimaye mchumba akaondolewa. Wakati huo huo, mtoto alikutana na mama yake na kuomba msamaha, akisema anatamani kuwa na baba kama mkurugenzi mkuu. Baadaye, mtoto alienda tena kwa mkurugenzi mkuu kuomba msamaha.
Mkurugenzi mkuu alipomkumbatia bila kukusudia, alifungua mkufu wake. Alipouangalia kwa makini, aligundua kuwa mtoto huyo alikuwa ni binti yake wa damu. Utashangaa sana kitakachofuata.